Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kwa sasa wanakiendea kwa siku ya leo ni kwenda kuzitafuta alama tatu muhimu kabisa. Hapa nazungumzia alama tatu kunako hapa nazungumzia ligi kuu ya soka Tanzania bara katika michezo ile ambayo imesalia kuelekea mwishoni kabisa mwa ligi kuu ya soka ya Tanzania. Yanga wanahitaji alama tatu muhimu kabisa katika mchezo huu wa leo dhidi ya Tanzania Prison, ambapo unafahamu ya kwamba Tanzania Prison ndio mwenyeji wa mchezo huu. Mchezo huu ni mgumu zaidi kwa sababu Tanzania Prison naye pia anahitaji alama moja ili asicheze playoff katika mechi ambazo zile watu ambao wanashuka daraja. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia namna gani ambavyo klabu ya soka Young Africans kile ambacho wamekiandaa kwa ajili ya Tanzania Prison. Si kingine bali ni kikosi cha klabu ya soka Young Africans ambacho kimetangazwa na kocha Mirudi Amdi, ambaye ameweza kuweka majembe yote kabisa katika mchezo huu. Wamekaa vipi utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea ni kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika kulitafuta taji lao la 4 mfululizo. Karibu. Ligi kuu ya soka Tanzania bara iliweza kusimama kwa muda kupisha kalenda ya FIFA, ambapo ulikwenda kushuhudia kila kitu kilichoweza kutokea. Sasa leo hii Young Africans inashuka dimbani ikiwa inatafuta alama tatu tu muhimu katika mchezo huu, na si kingine. Alama tatu kwenye kikosi hiki ambacho golini anaanza Djigui Diarra, screen protector, unafahamu bora wake, miongoni mwa magolikipa bora kwelikweli kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati. Huwezi acha kumtaja Djigui Diarra kutokana na ubora ambao yuko nao. Amekuwa na mwendelezo mzuri katika kuzitafuta clean sheet, na leo hii anahitaji clean sheet katika mchezo huu mgumu kweli kweli. Kila kitu kipo wazi, utakwenda kujua namna gani ambapo anakwenda kuitafuta hiyo clean sheet katika mchezo huu dhidi ya Tanzania Prison. Lakini katika watu ambao wanamlinda, yani nazungumzia safu ya ulinzi, yani mabeki. Sasa upande wa beki namba 2 ama beki wa kulia atakuwepo Israeli Patrick Mwenda. Unafahamu bora wake, moja kati ya mabeki ambao wana kasi, wana nguvu, wana maarifa mguuni. Si watupu tu peke yake kwamba wana kazi ya kukaba, hapana, na kupeleka mashambulizi. Hiyo kazi wanayo na wanaiweza vizuri kabisa. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia Israeli Patrick Mwenda akianza kama beki namba 2 katika mchezo huu muhimu kwa siku hii ya leo kunako katika jiji la Mbeya. Lakini katika upande wa beki namba 3 atasimama mtu mzima mwenyewe, si mwingine bali ni Issa Shadrack Kiboko. Anafahamu bora wake, miongoni mwa mabeki ambao wenye kasi, wenye maarifa. Lakini unapozungumzia kasi inabidi uiongeze mara 2 kwa sababu ya mwendo ambao anatembea, na uwezo wa kukimbia vizuri kweli kweli, na shughuli anayo kweli kweli katika namna gani ambavyo anaweza kulikimbiza katika lile nafasi ambayo huwa anacheza. Kwa hiyo atakuwepo. Lakini katika upande wa beki namba 4 anasimama Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa mabeki vitasa kweli kweli, wana maarifa, wanatumia nguvu panapotakiwa, na wanajua nini cha kufanya kuweza kumlinda Djigui Diarra kwa siku hii ya leo. Lakini katika upande wa safu hiyo ya ulinzi, kiongozi ambaye atakuwa akiweza kuongoza bali ni naoza msaidizi Dickson Job, akiweza kusimamia nyaraka zote zisiweze kupitishwa. Hapa nazungumzia magendo yote ambayo yanataka kwenda kumfikia Djigui Diarra hayatoweza kufanikiwa kutoka kwa Tanzania Prison. Hivyo basi utakwenda kushuhudia namna gani ambavyo ulinzi utakuwa
Sasa Djigui Diarra atalindwa na safu hiyo ya ulinzi ambayo imekamilika. Lakini katika upande wa viungo anaongoza mtu mzima mwenyewe, anazungumzia Alidi Aucho The Tank, akiweza kusimamia katika eneo la namba 6 na unafahamu shughuli yake. Amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli, ana uwezo wa kuweza kupiga pasi ndefu, kuhamisha uwanja, kuweza kutengeneza mashambulizi na kurudi kuwasaidia viungo katika kusaidia pale katika eneo la kiungo kuweza kukaba. Shughuli ya Alidi Aucho kila mmoja anaifahamu, si ya kuhadisia. Lakini katika upande wa namba 7 atakuwepo Maxim pia Nzingeli. Unafahamu ubora wake, miongoni mwa nyota muhimu kweli kweli ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kazi kubwa leo hii atakayopiga ni kuchukua mipira na kuweza kupita nayo katika hapa nazungumzia kundi la Tanzania Prison, pasipo kuweza kuhakikisha kwamba wanapoteza, ili kwenda kuweza kumaliza kazi yao muhimu kabisa ambayo ni kufunga magoli. Lakini katika upande wa namba 8 hapa unakutana na Mudathiri Yahya. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya viungo ambao wenye sifa ya kuweza kukaba, kwenye kuweza kupitisha, kutengeneza mashambulizi, kwenye kuweza kurudi kusaidia timu. Kwa hiyo sifa anayo kama namba 8 katika mchezo huu wa leo. Lakini unazungumzia namba 9 hapa. Sasa namba 9 atasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota wakubwa kweli kweli. Hapa unazungumzia wafungaji, hapa kinara kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao leo hii atakwenda kuonyesha katika mchezo dhidi ya Tanzania Prison, na kuhakikisha kwamba nyavu za Tanzania Prison lazima ziweze kutetemesha, kwa sababu ya kile ambacho wao wanakitaka ni kuweza kupata ushindi katika mchezo huo. Lakini katika upande wa namba 10 mwalimu anaanza na Pacome Zouzoua akiweza kusimama katika eneo hilo la namba 10 kuweza kuangalia ubora wake huli ambao yuko nao. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kitu kikubwa ambacho mwalimu leo hii anakwenda kuweza kukifanya. Ni mabadiliko kutokana na Stefano Aziz Ki ambaye alikuwepo kwenye kikosi cha Young Africans, kwa sasa hayupo kwenye kikosi hicho. Kwa hiyo hatasimama Pacome Zouzoua, huku namba 11 itakwenda kusimamiwa hapa, nazungumziwa na Clement Mzinze. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa vijana ambao wenye kasi, wenye maarifa kweli kweli katika eneo hilo. Namba 11 anaweza kucheza namba 2 Clement Mzinze, ama namba 3 zaidi anaweza kucheza kama namba 7, namba 11, ama wakati mwingine anaweza kuwa namba 9. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kikosi kizima kikidondoka pale uwanja wa Sokoine Mbeya majira ya saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Na leo hii michezo yote itachezwa kwa muda mmoja, kutokana na michezo ni ya mwisho, ili kuepuka upangaji wa matokeo. Kila kitu kitaweza kuwekwa wazi, utakwenda kujua.